Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee Kigoma kunakopatikana migebuka. Mvua zinazoendelea kunyesha mkoani Kigoma zimeharibu miundombinu ya barabara na kusababisha vyombo vya moto kushindwa kupita katika eneo la Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji, huku baadhi ya nyumba za makazi zikivamiwa na maji na kusababisha wananchi kukosa makazi na kutupa kilio chao kwa serikali kupitia kamati za maafa kuchukua hatua za haraka kuwasaidia. Kutoka Kigoma, mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ana undani wa taarifa hii. Ni barabara ya Kagashe ambayo siku ya leo baada ya mvua nyingi kunyesha imejaa, lakini pia maeneo mengine yakiendelea kujaa, huku watumiaji wakipata dhoruba ya kupita kwa shida, lakini pia huenda barabara hizi zikafungwa kufuatia mvua nyingi zinazoendelea kunyesha. Watumiaji wa barabara katika manispaa ya Kigoma Ujiji, hasa wanaoelekea mjini na Mwasenga, kilio chao ni kuona hatua zinachukuliwa kwa haraka kuhakikisha miundombinu hii inayojengwa inakuwa bora, lakini pia kuwekwa mifereji toshelevu inayopitisha maji na kuepusha adha hizi kama ambavyo wanaeleza. Watufanyie mbadala, watengeneze kalavati, kwa sababu hizi barabara kalavati zake zilikuwa ni ndogo. Watafute namna ya kuyaondoa haya maji ya matokeo ya maji ili yaende sehemu nyingine, kwa sababu bila hivi itakuwa haiwezekani kabisa. Hizi barabara zote zitakufa na huku tutakuwa tumekatwa na barabara zote. Ni njia mbili sasa zimefungwa, ya airport imefungwa, hii hapa Kagashe Road imefungwa ambayo tulikuwa tunaitegemea. Angalia tena ndo hali kama hivi. Kwa tunachoomba serikali, jamani, ingilie kati, kwa sababu hii barabara ilibaki ndo barabara kubwa ya kutoka Ujiji, ya kutoka mjini kwenda Mwasenga, ya kutoka Ujiji kwenda Mwasenga, na hii tena inafungwa. Kujaa maji katika barabara hizi zinaenda sambamba pia na makazi ya watu, ambapo nyumba zimeendelea kuongezeka ambazo zinavamiwa na maji katika eneo hili la Katubuka. Kilio kikubwa kwa wamiliki wa nyumba pia wakiomba hatua zichukuliwe kuhakikisha ikiwezekana maji haya yanaondolewa. Hatuhitaji kupewa viwanja, tuhitaji kupewa chochote. Tunaomba serikali tuondolee maji, maana sisi ni watu wazima. Tunaenda kuanza maisha mapya wapi? Tutaishije? Sisi shida yetu ni kuondoa maji haya. Na kilichosababisha maji haya ni miundombinu ya serikali iliyotengenezwa. Kwa hiyo maji yote kutoka mji mzima yameelekezwa Katubuka, na sisi kama maji yameelekezwa hapa, sasa Katubuka imejaa. Ni kitu kinachosikitisha kwa serikali sikivu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kuona hali hii, lakini viongozi ambao waandamizi wake hatujamuona hata mmoja kuhusu swala hili. Waathirika wapatao 144 walikimbia makazi yao. Kuna propaganda zinapita kwamba watu hawa wapatao 144 kwamba walivamia maeneo haya na maji haya hayakuwepo. Walipimiwa na manispaa na hati wanazo, miundombinu ya maji na umeme yote ipo. Lakini sasa hivi wapo serikali wanaosema kwamba hao wote walivamia maeneo haya. Hivi ndugu mwandishi wa habari, kama hali iko hivi, mtu aweza kumpa kiwanja? Sasa cha hii barabara imejengwa chini ya World Bank kwa mkopo wa World Bank. Sasa tuwaulize swali, na huu mkopo wa World Bank walikopa kuja kuwekeza kwenye maji au kwenye barabara ambazo kuna maengineer ambao wamesomeshwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Isitoshe, hizi kamati za maafa za wilaya, za mkoa, za taifa, hili swala hawalioni. Na hii barabara mbaya zaidi ndio inayotumika kupitisha viongozi wa serikali. Ifike sehemu serikali itusaidie swala hili. Hata hivyo, mamlaka zinazohusika kutolea majibu changamoto hizi tumezitafuta bila mafanikio, kwa madai kuwa bado ni kipindi cha sikukuu na hawapo ofisini. Kutoka katika barabara ya Kagashe iliyopo manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, ambayo pengine muda si mrefu inaweza kufungwa kufuatia mvua nyingi zinazoendelea kunyesha, mimi ni Kadislaus Ezekiel. Kiongozi wa jamii ya wafugaji wilayani Mbarali mkoani Mbeya, Chifu Mihangwa Mita Mahogo, amempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kiongozi mkuu wa machifu Tanzania kwa kudumisha mila nchini pamoja na kuondoa migogoro mbalimbali kati ya wakulima na wafugaji. Taarifa ya Emmanuel Landala kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Chifu Mihangwa amempongeza kiongozi mkuu wa machifu Tanzania ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kudumisha mila nchini pamoja na kuunganisha wakulima na wafugaji kuwa kitu kimoja
katika kuleta maendeleo nchini. Chifu Hangaya aliona mbali. Yule Chifu Hangaya hana akili ya usomi, ana akili ya muumba kabisa ya kuzaliwa. Alilelewa vizuri yule mama. Muangalie wa Tanzania na ukombozi tunaojivunia huu ulianzwa na Elizabeth kazi yake alitufundisha Kiswahili ili tuelewane. Makabila yalikuwa mengi, ilikuwa sio rahisi kuingiliana makabila. Na saizi amerudi kwenye mila. Hangaya amerudisha nyuma kwamba Watanzania tujifikirie. Na ndio maana Hangaya alisema kwamba tufunze mila watoto. Ukweli, huo ndio ukweli wa Tanzania, tuusikilize. Hangaya kabisa kama kuendesha hii nchi. Yupo vizuri. Aidha, Chifu Mihangwa ameishauri serikali kupitia Wizara ya Kilimo kuboresha miundombinu ya sekta hiyo ili wananchi waweze kuondokana na janga la njaa. Kilio cha wananchi, hawa viongozi mpaka walalamikiwe, wenyewe waoni. Nikasema sasa wananchi kila mara mnalalamikia wa viongozi kwamba tusaidiani huku mabarabara, tusaidiani huku hospitali, tusaidieni huku shule. Bumembe yametizamwa yale, lakini kwa uelewa wangu yale hayana umuhimu kwa mwananchi wa kawaida kama mimi. Hayana umuhimu. Nadhani serikali ingeacha kushughulikia yale. Ishughulikie angalau mtambo ya kulima wakulima walime kiangazi na kifuku. Saa hizi kuna janga la njaa. Kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tupate mapumziko mafupi. Nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.